Mtu mmoja atueleze faida za feminism ni nini, maana nachokiona mimi ni hasara tu. Ukiangalia swala la wazazi wa kike kulea watoto peke yao limekuwa likiongezeka kwa kasi sana, na hamna mtu anajua sababu ni nini. Wengi wanalaumu tu wanaume wamekuwa ovyo, wanasahau kwamba hawa wazazi wa kike walolea watoto peke yao wamejikuta wamelea wanawake ambao hawafugiki kwenye ndoa, na hawafugiki kwa sababu kwenye maisha yao hapakuwa na mwanaume, na tunaambiwa mume wa kwanza wa mwanamke ni baba yake mzazi. Hii inamaanisha kwamba ule wakati ambao amekuwa akimwona baba yuko nyumbani akiishi na mama, ndo anapata kujifunza namna ya kuishi na mume. Lakini pia ile bondi ya mtoto wa kike na baba inasaidia sana kwa mwanamke kuja kutulia kwenye ndoa au kuja kumsikiliza, hasa kumheshimu mumewe hapo baadaye, kwa sababu ameona baba alivyokuwa anaheshimika, kwa sio ngeni kumheshimu baba mwingine ambaye ni mumewe, unajua. Lakini pia imekuwa ikitengeneza wanaume ambao hawataki kuoa, na hawataki kuoa kwa sababu ya matango poli ambao wamelishwa na wazazi wao wa kike wakati wakilelewa, ambapo hayo matango poli ambao wamelishwa na ukosefu wa nidhamu na maadili. Kama mnavyojua kwamba baba ndio mtu ambaye anaenforce maadili na nidhamu mara nyingi kwenye familia, ukosefu wa maadili kwao umewafanya wasichunge vinywa vyao. Kwa hiyo wamekuwa wakiwapotosha hata wale ambao wamekulia kwenye familia yenye baba na mama. Sema kulikuwa na dispute kidogo, wanakuwa wanaambia kwamba hamna umuhimu wa kuoa, hamna umuhimu wa kuoa, na watu wananunua. Unajua ubaya unasambaa faster kuliko uzuri, kwa wanatia sumu kwenye jamii. Chanzo ni nani? Chanzo ni mwanamke kulea mtoto peke yake, na tunajua hawezi, na wanawake wenyewe wanajua hawawezi kulea watoto peke yao, unajua.